Rais wa Marekani Donald John Trump ametangaza rasmi kuwa uhusiano wake na bilionea wa teknolojia Elon Musk umetamatika. Katika mahojiano maalum na NBC News siku ya jana Jumamosi, Trump alijibu kwa kifupi lakini kwa msisitizo alipoulizwa iwapo bado ana uhusiano wa karibu na Elon Musk. Nadhani hivyo, alisema. Alipojua zaidi kama angependa kurekebisha hali hiyo, alijibu kwa neno moja, hapana. I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many that I'm not thinking about Elon. Kauli hii imekuja siku chache baada ya mzozo mkubwa kuzuka kwenye mitandao ya kijamii kati ya hao wawili waliwahi kuwa washirika wa karibu, hasa wakati wa muhula wa pili wa Trump, ambapo Musk alionekana kupewa nafasi ya kipekee kama mshauri asiye rasmi wa ikulu, hasa katika masuala ya ubunifu na matumizi ya rasilimali kwa ufanisi wa serikali. Mvutano huu umechochewa zaidi na mswada wa kifedha ambao unajulikana kama Big Beautiful Bill, ambao pia ni miongoni mwa sera kuu za ndani za Trump katika muhula wake wa pili. Mswada huu unalenga kuongeza matumizi ya serikali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu, sera za familia na kuongeza bajeti ya ulinzi, lakini pia unajumuisha ongezeko la baadhi ya ushuru kwa kampuni kubwa za teknolojia. Musk kupitia mtandao wa X amekuwa akikosoa mswada huo hadharani kwa wiki kadhaa, akisema mswada huu ni kichocheo cha janga la kiuchumi, utaongeza nakisi kwa trilioni zaidi na kudhoofisha mageuzi muhimu ya kiutawala. Wakosoaji wanasema kauli hizo ni pigo kwa Trump ambaye amekuwa akijinasibu kwa kuwa na uhusiano wa karibu na matajiri wakubwa kama sehemu ya mkakati wa kupata mawazo bora ya kibiashara ndani ya serikali. Baada ya kujiuzulu kutoka kwa nafasi yake kama mkuu wa DOGE, idara ya ufanisi wa serikali, baada ya siku 129 tu, Musk aliandika kwenye mtandao wa X kwamba mswada huu ni chukizo kwa kulipa kodi. Ingawa hakumtaja Trump moja kwa moja mwanzoni, hali ilibadilika siku ya Alhamisi wakati Trump aliposema mbele ya waandishi wa habari, "Nimesikitishwa sana na tabia Musk. Alinufaika sana kutoka kwenye uongozi wangu." Musk hakusita kujibu. Katika msururu wa machapisho yenye hasira, alidai kwamba Trump angepoteza uchaguzi bila msaada wangu wa kidijitali, na hata kwenda mbali zaidi kwa kumhusisha Trump na Jeffrey Epstein, mfadhili aliyefariki gerezani akisubiri mashtaka ya biashara ya ngono. Watu wenye akili hawajasahau safari za Epstein, aliandika Musk kwenye X, akiongeza picha ya orodha ya wageni wa ndege binafsi ya Epstein. Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social alijibu kwa ghadhabu, "Musk ni wazimu, anapaswa kuangaliwa, tumevumilia sana ujinga wake." Katika chapisho lingine, Trump alitishia kukatisha kandarasi zote za serikali zilizokuwa zinahusisha kampuni za Musk kama SpaceX na Tesla, akisema hakuna mtu yeyote aliyejua sheria hata kama ni tajiri wa dunia. Siku ya Jumamosi akizungumza na NBC News, Trump alifunga mjadala kwa kusema, "Mtu yeyote ambaye anaikosea heshima ofisi ya rais hawezi kuwa rafiki yangu. Elon amevuka mstari." Wachambuzi wa siasa wanasema mvutano huu unaweza kuwa na athari kubwa za kisiasa na kiuchumi. Kwa upande mmoja, Musk ana ushawishi mkubwa kwa vijana wapiga kura huru kupitia mtandao wa X na mitandao mingine ya teknolojia. Kwa upande mwingine, Trump anategemea makampuni kama SpaceX kwa baadhi ya miradi ya kitaifa, ikiwemo ulinzi wa anga na programu za Artemis ya NASA. Kama uhusiano huu hautatengenezwa, tunaweza kuona mgawanyiko mkubwa kati ya siasa na teknolojia kwa kiwango ambacho hatujawahi kushuhudia, alisema Profesa Linda Rosenthal. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.